Kuna shida gani? Maana yake mtu anapokuwa na simu yake kwenye kituo cha kupigia kura inasaidia. Inapotokea jambo lolote la kuripoti ama huyu mtu ameugua, anaweza akatoa taarifa kwa watu ambao wamemfanya awe pale kituoni kwamba hali yangu mimi jamani sio nzuri, nataka kufanya nini? Nataka kuondoka kwenye hichi kituo. Kwa hiyo nitazipitia nizisome ili niweze sasa kutoa mawazo yangu ya jumla kuhusiana na zile kanuni ambazo zimesainiwa vyama vya siasa vimezisaini. Lakini hicho kipengele kwamba mtu haruhusiwi kuingia na simu kwenye ni ujinga kwa kweli. Kwa hiyo ni sahihi kwa chama chenu kugomea kusaini kwa hayo mapungufu tuliyoona hadi hivi sasa? Sasa kwa sababu mimi sio kiongozi wa chama katika kwamba mimi sio mwenyekiti wa chama taifa na sio makamu mwenyekiti, yani siko kwenye uongozi wa ngazi ya juu wa chama. Una cheo chochote sasa hivi? Cheo ninacho. Cheo gani? Mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa na ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya wilaya Hai. Kwa katika mazingira yangu ningeulizwa ningeweza kuzungumza, lakini haya ambayo yamebeba sura ya kitaifa mimi sio mtu sahihi wa kuyazungumzia. No reform no election, mwelekeo wake unauona ni sahihi? Inawezekana ikawa kuna watu wanaoona ni sahihi na kuna watu ambao wanaona sio sahihi. Na mimi niko kwenye kundi lile la watu ambao wanaona mwelekeo wa no reform no election kwangu sio sahihi. Na ninazo sababu kwa nini sio sahihi. Dhana ya no reform no election ilikuwa ni dhana pana ambayo ilikuwa inashirikisha makundi mengi kwenye jamii, taasisi za kidini, taasisi za kiraia, vyama vya siasa. Hilo kundi lote sasa ndio lilikuwa liungane pamoja, ambapo sasa ndio walikuwa kubaliani kwamba bwana, hapa kama hakuna mabadiliko ya sheria hakutakuwa na nini, hatutashiriki kwenye uchaguzi. Lakini mazingira yalivyo sasa kwa nchi yetu, my brother, nchi na vyama 19 vya siasa. Sisi kama Chadema tumeondoka na msimamo wetu wa no reform no election. Je, nikuulize, vile vyama vingine 18 havijaenda kusaini? Vimesaini. Haya, taasisi za dini, kwa mfano kanisa Katoliki TEC, CCT, yote yanazungumza habari ya uchaguzi ambao utakuwa huru na wa haki, sio habari ya kwamba tusishiriki nini, tusishiriki uchaguzi. Kwa hiyo hii dhana awali ilikuwa ni jumuishi, kushirikisha makundi yote, ili serikali hii kama ni sikivu waweze kujua kwamba jamani, haya mambo tunayoyafanya makundi mengi kwenye jamii hayatuungi mkono. Jumuishi, kushirikisha makundi yote, ili serikali hii kama ni sikivu waweze kujua kwamba jamani, haya mambo tunayoyafanya makundi mengi kwenye jamii hayatuungi mkono. Kwa hiyo kuna reforms ambazo tunatakiwa tuzifanye ili basi chaguzi zetu ziweze kuwa za huru na haki. Kwa hiyo hiyo ni mtazamo wangu ama fikra yangu. Lakini pia ziko sababu za upande wa pili ambao waamini kabisa kwamba kama hakutakuwa na mabadiliko ya sheria tusiwe na uchaguzi. Lakini sisi wengine ambao sasa tunajaribu kupima miaka 5 tutakubali kwamba sawa, hatutashiriki uchaguzi. Je, hivi vyama 18 ambavyo vipo havitashiriki uchaguzi? Jibu ni hapana. Vitashiriki nini? Vitashiriki uchaguzi. Vikishiriki uchaguzi maana yake ni nini? Vinaenda kuhalalisha haramu kuwa halali. Umeshanielewa? Na kelele itapigwa hapa kwamba uchaguzi wetu ulikuwa huru na wa haki. Lakini jambo la mwisho, hili swala la reforms, sisi kama Chadema tusiposhiriki kabisa kwenye election, ipi itakuwa nafasi yetu? Kwangu ninaona kama chama cha siasa tutaondoka kwenye reli. Ingawa baadhi ya watu wanafikiri kwamba tumekaa miaka 5 bila kuwa na wabunge, bila kuwa na madiwani, lakini chama kikafanya nini? Chama kikaendelea kuwepo. Sasa chama kiliendelea kuwepo sio tu kwa sababu kiliendelea kuwepo kwa sababu ya nadharia. Ipo kazi ya ziada ambayo ilifanyika
ya kukifanya chama kifanye nini, kiendelee kuwepo. Mimi ninachokiamini, kuna watu wengi leo ambao wako ndani ya chama chetu ambao ni watumishi wameajiriwa, wako makao makuu na maeneo mengine ya kanda zetu. Kesho kutwa ruzuku ya chama hii milioni 107 itakapoondoka, chama kiwa hakina hela kabisa, huu moyo ambao tunaona watu wanafanya pale kazi makao makuu, tunaowaona wakurugenzi, hawatakuwepo. Kila mtu atarudi kwenye biashara zake, kurudi kwenye mambo ambayo yanamhusu na familia yake. Sasa ipi itakuwa nafasi ya chama katika mazingira hayo? Chama kitapotea. Na kama hivi vyama vingine vitashiriki kwenye chaguzi, kuna vyama vitafanikiwa kupata wabunge, watakwenda bungeni, wataendelea kufanya siasa ndani ya bunge na nje ya bunge. Kwa sababu gani? Wana rasilimali fedha. Mtu mwenye fedha, my brother, kwenye society, kwenye jamii, anaheshimika, anapewa kipaumbele. Chama chetu kikishia kuja kuwa fukara, na mimi nawaambia watu sana, hii nchi ina vyama vingi, viko 19. Leo msuguano mkubwa umekuwa baina ya Chadema na Chama cha Mapinduzi. Kesho kutwa Chadema ambayo imejengwa katika misingi hiyo ambayo tumekuzwa katika mapendo. Chadema naweza kukwambia falsafa yetu, ziko sera, itikadi, iko katiba ya chama na miongozo ya chama na miongozo ya mabaraza. Lakini sisi tulijengwa zaidi katika hali ya kujitoa kwa chama. Sio tuko makamanda. Leo unakuta mtu ameandaa jimbo la Arumeru, ameandaa jimbo la Mbozi, ameandaa jimbo la Katavi. Huyo anayepambana kwamba anautafuta ubunge ndo anafanya chama kwenye ile eneo kiwe hai. Leo amejiandaa kwa miaka 5, tunakuja kusema sisi kama chama hatuendi kwenye election, hatuendi kwenye uchaguzi. Tunaweza tukawapoteza hawa watu, potential candidates. Tukishawapoteza hawa watu, watakwenda kwenye vyama vingine kutafuta kufanikisha ndoto zao. Na hapa nitatoa mfano, ingawa hautaeleweka vizuri, lakini ni mfano halisi. Ndugu yetu Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Edward Lowassa alipopambania ndoto zake za kugombania urais ndani ya chama chake cha Mapinduzi, chama chako cha Mapinduzi, baada ya kuona mazingira yote mpaka mwisho amemkata, alicross kwenda Chadema. Na ni ukweli ulio dhahiri kwamba mzee Edward Lowassa wakati amekuja Chadema alishinda kwenye ule uchaguzi, lakini mifumo yetu ndio ilimfanya Edward asifanye nini, asitangazwe. Lakini Edward pia akaenda mbali, akasema sitamani kuingia Ikulu kwa kumwaga damu za Watanzania. Ingawa naamini kipindi kile Mheshimiwa Edward angetamka neno lolote, na kwa jinsi ambavyo kulikuwa na mwamko wa kisiasa, 2015 ndio kipindi ambacho kumekuwa na mwamko wa kisiasa kuliko kipindi chochote toka tumeanza mfumo wa vyama vingi katika taifa letu. Tutakubali ama tukatae. Kwa hiyo ile jitihada ambayo iliyofanywa kipindi kile na ile hali ya mzee Edward Lowassa kusema kwamba hataki kwenda Ikulu kwa kumwaga damu, akarudisha msimamo wake nyuma, watu wengi walifanya nini? Walikata tamaa ya kupiga kura. Of course Chama cha Mapinduzi kimekuja kimeendelea na michakato yao ya namna ya kuiba kura. Wakurugenzi hawa watendaji wa vijiji wamefanya mambo mengi ya kijinga, lakini pamoja na ujinga mwingi ambao umefanywa, my brother, I can tell you, kama tumbili wanasumbua kwenye shamba kula mahindi, ukalisusa shamba kwa sababu tumbili wanakula mahindi, maana yake hata nyani watakuja kufanya nini? Watamaliza hilo shamba. Sasa hauoni msimamo wako huu watu wanaweza wakahusisha G55 kwa sababu haujawahi kuonekana kwenye kamera? Leo kwa mara ya kwanza umetoa msimamo ambao kama unafanana nao, wakapiga mstari kwamba G55 inatokana na mlengo wa mwenyekiti mstaafu kwa maana ya Mbowe, kwa sababu mtoto wake ameonyesha ana support. Inaweza kawa sio movement yao, lakini kile wanachokiona wao kinafaa. Na hapa ningependa ijulikane,
kuna mtu anaitwa Freeman Aikaeli Mbowe na kuna nafsi nyingine ya mtu anaitwa James Mbowe. Hao ni watu wawili tofauti. Na movement yangu mimi ya kwenye siasa nimeibuild mimi kwa utaratibu wangu, sio kwa sababu ya Mheshimiwa Freeman Mbowe. Na hata ninapozungumza mawazo haya, mimi sizungumzi kwa niaba ya nani? Kwa niaba ya Mheshimiwa Freeman Mbowe. Na by the way ni kwamba ni vile tu waandishi ama na watu wamesahau. Mheshimiwa Mwenyekiti Mbowe alipomaliza kuzungumza maneno yake ya mwisho pale Mlimani City, alisema anakwenda kutafuta nini? Mafekeche, fedha. Na ndicho kitu ambacho amekuwa akikifanya. Hajihusishi na jambo lolote la kisiasa kwa sasa. Ingawa yanasemwa mengi. Amekaa kimya, watu wanasema, "Oh, Mbowe amenyamaza sana, lazima yuko nyuma hii mipango." Ni mambo ya uongo tu. Umeshanielewa? Yani Freeman ambaye amekijenga hiki chama kwa umri wa ujana wake wote, kwa miaka 30 na ambao amekuwa kwenye Chadema, hawezi kuridhika kukibomoa ama kukiharibu chama chake. Kwa na lazima pia tukubaliane hiki ni chama cha demokrasia na maendeleo. Katika demokrasia kuna mawazo kukinzana. Na ndio maana kwenye hiyo hoja yangu ninatarudi tu kusema wakati wa mchakato wa maridhiano ndani ya chama, kuna baadhi ya viongozi ndani ya chama chetu na wengine wakiwepo kwenye kamati kuu hawakukubaliana na mtazamo wa maridhiano, na akiwepo ambaye ni mwenyekiti wetu wa chama kwa sasa na kina God Bless Lema hawakukubaliana na mchakato wa maridhiano, wakawa wanapinga hadharani, wanazungumza kwenye mikutano ya hadhara. Si unanielewa brother? Kwa leo kwenye chama kuwepo na watu ambao wanataka kushauri, jamani, sisi hiki chama tunavyokifahamu, tusipokwenda kwenye uchaguzi tukakosa ruzuku kabisa ya kuendesha kazi za kisiasa kwa miaka mingine 5 ijayo, hiki chama kitazorota na kuanza kupotea. Hao watu wanapaswa brother kusikilizwa. Sasa kuna watu huku ndani ya chama, kwa sababu chama chetu pia lazima tukubaliane kimetekwa na baadhi ya wanaharakati ambao wako nje ya Tanzania. Na Eriko alisema vizuri. Kuna wanaharakati ambao wako mataifa jirani na wengine wako diaspora ambao pia wengi wao wanaishi kwenye hayo mataifa kwa ujanja. Yaani kuna watu wanafiwa hawezi kurudi kuja kuzika ndugu zao kwenye nchi yao. Kuna watu wanapata, yani ndugu zao wanapata na madhira makubwa hawezi kurudi. Halafu hao leo ndio wamekaa wanachochea kwamba wanachochea kwamba inaitwa nini ile? No reforms, no election, tutaelewana. Where are they my brother? Hawapo kwenye ground. Kwa ndio maana nasema katika muktadha wa hiki chama kuna watu wamekipambania sana hiki chama kwa muda mrefu. Ukimtoa Freeman Mbowe, wako viongozi wengine lukuki ambao wamefanya kazi kwa kujitoa kwenye hiki chama. Na hii Chadema ya leo bro unayoiona, watu wamekuwa wakifanya kazi kwa moyo wa kufanya nini? Wa kujitoa zaidi. Kipi kifanyike Chadema irudi kuwa pamoja na ikiwezekana mfanikiwe kwenye kile mnachokihitaji kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025? Unaona kuna nafasi ya kukaa pamoja na kushiriki uchaguzi hadi hivi sasa? Kwanza jambo la kwanza nafikiri jambo la muhimu ni muhimu tukatafuta namna ya mapatano, reconciliations, ili tuweze kurudi pamoja. Gap na chuki ambayo imejengeka miongoni mwa wanachadema leo ni kubwa. Kuna watu wanashutumiana na kupeana majina mabaya. Ovichi hao watu ambao wanapeana hayo majina mabaya ni watu ambao pia wametumia labda miaka 15, miaka 20 kwenye ujenzi wa chama hiki. Kwa kuja kuwatuhumu kwa tuhuma ndogo na ambazo hazina uthibitisho wowote, hazina ukweli wowote, hili jambo linazidisha ufa. Kwa hiyo ungeniuliza mimi ni jambo gani la kwanza lifanyike, lazima tutafute reconciliation. Hii kutimuana au kumtoa mtu kwenye nafasi kwenye chama cha siasa cha upinzani, wala mkomoi my brother. At least angekuwa uko CCM kwa mfano.
Mtu akiwa huko CCM anaweza akajipendekeza kwa sababu anajua kuna kaukuka wilaya, kaukuka mkoa, kuna ukurugenzi, si kuna vitenda vitatoka hapa na pale. Upinzani bro, unamkomoa mtu kwa jambo gani? Mtu anatumia resources zake, mali zake kwenye ujenzi wa chama. Alafu unakaa kwenye power, unaamini katika kufukuza. Siasa lazima uangalie namna gani unaleta watu pamoja. Kwa mimi ingekuwa ni ushauri wa general, tuone ni namna gani tunakirudisha chama chetu pamoja. Unakirudishaje chama pamoja? Ni kwa kutafuta njia ya suluhu kwa haya mambo madogo madogo ambayo watu wanatofautiana, mnakaa, mnajadiliana, alafu mnafikia mahali ambapo mnaweza kufikia kwenye maamuzi kwamba jamani, okay, katika muktadha huu nafikiri sasa tuje katikati. Tumesikiliza hoja za upande wa kundi A na tumesikiliza hoja za upande wa kundi B. Tumezipima zote na ukonsulti sasa na makundi mengine, kwa sababu najua wakati mwingine kwenye kufanya maamuzi usiyafanye tu binafsi, lakini unaweza kujipa muda wa kushirikisha na watu wengine wakakushauri. Tafuta timu ya watu wema wa kukushauri na kukupa mwongozo ili tuweze kurudi kuwa pamoja kama chama. Chadema ikirudi pamoja ina uwezo wa kufanya mambo makubwa. Hiki chama kilishafika mahali pakubwa sana na bado kiko mahali akija poromoka, kwa maana kuondoka kwenye lile eneo. Kuna misimamo tu ya watu imetofautiana hapo, ndio ambayo tunaiona inaleta changamoto za hapa na pale. Unaona mkishiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025? Sasa mimi hilo kwangu kiniuliza bado utakuwa umenionea, kwa sababu msimamo wa chama mpaka sasa ni no reform no election, na kanuni za maadili na nini zimesainiwa hapa juzi. Sisi chama chetu akifanya nini, akikusaini, ingawa pia kuna mvutano wa kisheria ambao umeibuka hapo kuhusiana na swala la kusaini kanuni na takwa la kikatiba dhidi ya sheria ya uchaguzi wa serikali za uchaguzi mkuu, kwa maana uchaguzi wa madiwani, wa bunge na rais, ambao naamini bado mimi kwangu naamini bado iko room, kwa sababu jambo lolote ni nia njema. Watawala walioko madarakani wasikilize hoja ya kinzani, hoja ambazo zenye misingi ya kisheria zinazojengwa na watu kutoka upande wa upinzani, kwa sababu mwisho wa siku nilishawahi kusema tena, hili taifa ni la kwetu wote na kila mtu ana mchango wake kwenye nini, ana mchango wake kwenye hili taifa, kwenye kulifanya liende mbele. Kwa hiyo ungeniuliza mimi kuwa na hii misimamo ya kijinga, hizi kanuni za ovyo ovyo, kwangu bado sio sababu. Tunaweza kukaa ndani ya kipindi kifupi hiki tukaona ili tuende kwenye free and fair election, kuna mambo fulani jamani tu ya amend. Haya hahitaji miujiza, unanielewa ya haya hahitaji miujiza, ni willings, yani ile willing, utayari. Ya utayari ukiwepo, mimi sioni kama kuna shida ya haya mambo kufanikiwa. Mwisho kabisa, kama mwanachama wa kawaida, unaona katika kipindi hichi Mheshimiwa Mbowe anahitajika zaidi kwa ajili ya kurudisha mashua ambayo inapigwa na mawimbi ya maji mazito ili mvuke salama? Mheshimiwa Mbowe sasa hivi jamani ni mwenyekiti wa chama mstaafu. Sasa hivi tunaye mwenyekiti wa Chadema Taifa ambaye ni Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Kiongozi ambaye ana wajibu wa kuirejesha, kuisimamisha na kukisimamisha chama kwa sasa ni Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Ni sawa sana kusema kwamba kama tunauona uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia unalegalega, tufikirie kwamba tunaweza tukamrudisha JK aweze kunyoosha mambo. Ni jambo ambalo litafanya nini? Halitawezekana. Kwa hiyo aliyoko kwenye kiti, aliyoko kwenye madaraka ndio mwenye wajibu wa kuyaona hayo. Yawezekana anaona kuna gap, ama vile vile yawezekana akaona hakuna gap. Kwa hiyo hayo mawazo ni ya kwake na ile timu ambayo ya watu ambayo inafanya nini, inamshauri wamuongoze vema mwenyekiti ili aweze